Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na mjambo kwa nasikiliza ni Baraka1 TV. Tuko majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Na mimi ni ndugu yako hapa, baba la baba, the one and all in town, DJP Rajab Wakili Kabonga, mzee wa Ngwasuma, ambaye niko nakuletea haya matangazo kwa siku hii ya leo. Tuko tarehe 23 mwezi wa kwanza 2026. Katika mambo ambayo tutayazungumzia ni kwanza, frontier ya Uvira inaenda kufunguliwa. Kwa ratiba ambayo niko nayo leo, kutakuwa kuna ufunguzi wa frontier ya Uvira na itaanza kuwarejesha kwanza viongozi mbalimbali wa serikali, ikiwemo watu wa immigration na malicha DGM, viongozi wa polisi, watu wa masuala ya douane, ya SIZ, DGDRAD na maservisi zingine. Kisha wataanza utaratibu wa kurejesha wakimbizi. Cha baadaye ndo watakuja sasa kuacha njia wazi kwa wanaotoka na wanaoingia. Hiyo ni programu ambayo iko kwa ajili ya kufungua frontier ya Kavimvira. Kitu kingine ni kwamba Sange kuamkia leo M23 wamekimbia pia Sange. Kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka Sange, kwa sasa hivi Sange imebakia ikiwa wazi, wanasubiria tu FARDC na wazalendo wajikute. Wanasema wengi wameanza kuonekana kukimbia kwenda Kamanyola, huku wakienda na pora mali za watu pamoja na ng'ombe za raia ambazo walizitoa sehemu mbalimbali ya milimani, na hivyo wanasepa nazo. Hao ni M23. Ndugu zangu, hali ya Uvira jinsi iko naonekana, jinsi iko naendelea, tutaizungumzia sana sababu meya wa mji alikuja na uji wake, alikutana na watu mbalimbali na walizungumza mambo mengi pia. Tuliweza kufuata kwenye matangazo yetu ya asubuhi jinsi jamii ya Wanyamulenge wako wanalalamika, wanasema walidanganywa hivi, mambo yanakuwa mingi. Na pia Wakongomani, kuna jambo nitazungumza na zaidi sana Wafuliru. Tushapigana hii vita sana ya kudenonse kila siku, sawa? Kila siku. Kuna watu wako wananitupia mimi lawama, wanasema kwamba mimi niko nasema Wanyamulenge kwa nini nisiwaite wakimbizi. President de la Republique peke ushisikia siku anawaita wakimbizi Felix? Kuna siku Felix ushamsikia anawaita wakimbizi? Kuna siku ba gouverneur yenu hapa twende ba gouverneur yetu Jean-Jacques Elakano hapa resama hakuwa na meeting, ulisikia alisema wakimbizi? Lakini mtu pekee mwenye nisikia alisema wakimbizi ni General Makaraki, na ule ndo mtu mwenye nasema kwamba haiko hypocrite, ndio iko sawa na mimi. Mimi naitaga yangu zangu najua ni wakimbizi kutoka Rwanda. Unaona? Wakimbizi kutoka Rwanda wanaojiita Wanyamulenge. Ndio ile kwa dao, lakini viongozi wetu wa serikali hawahitaji hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaelewa wanakwenda na mchezo wa siasa. Sasa hapa ilikuwa ni kwa Wanyamulenge wenyewe, wenye jina yao Wanyamulenge, waporte plainte contre hawa jamaa kwamba wanatuiba jina. Sikuko haki za kimataifa. Waende ku UNESCO, waende waseme wanasie tuko jamii fulani ya sehemu fulani, ili jina ni letu na watu fulani wanametuiba. Lakini na Wafuliru
wenye jina lao ndio wako M23, na Wafuliru wenye mlima wao ndio wako wanaungana mkono na hao watu. Sangapi watafungulia mashtaka juu ya jina lao? Ili ndio yenye iko pale. Sisi wengine huku tutapiga kelele papa, lakini as long as wenye jina lao wenyewe hawapigi kelele, sisi tunafanyaje? Unaona? Ndio kitu ambacho unatakiwa muelewe hicho. Kwanza hapa, ili kuweza kumaliza ili jina la Wanyamulenge, usisahau kwamba wao washajitengenezea mazingira mpaka kwa registre hii jina kwa community zao ziko maitazini, ma Canada, ma Australia, wapi kote kule. Umurenge kwa Banyamulenge community. Nini community? Banyamulenge. Lakini ni wakimbizi kutoka Rwanda. So the refugee Rwanda. Batusi ya originaire ya kutoka wapi? Huko mapaiza Magrebe benye balikiaga kuimmigrate mu Rwanda, baadaye mu Rwanda bakakorofishana hivyo, wakawa wanaenda kuletwa kule kuja kufanya makazi Kongo, wakakimbia vita ya Kaibanda, wengine hivyo wakajikuta Mkongo, wakazaliwa DRC, wamesomea DRC, wamekoma DRC, wameoa DRC, wameolewa wengine na kuzaa humo ndani. Leo wanayabadilisha jina, wanajiita Wanyamulenge. Na tuseme mara ya pili jina lilitengenezwa mwaka 1976 75, na lotengeneza na kina marehemu Gisaro na kina marehemu Bizimana nafikiri, ambaye alikuwa ni directeur wa kabine ya Mobutu, ndio walitengeneza hilo jina. Na walikuwa wanaomba raia wapate uraia ambao uko collective, uraia wa pamoja. Mobutu akawakatalia. Hilo liko wazi, liko clear kabisa, linajulikana. Alors, Wafuliru wenye jina yao, nyinyi ndio mnatakiwa mwende mporte plainte contre hao watu kama wametuibia jina point barre. So mnasema hapa kushinda mko pipiga watu kelele kutia fujo, mko nasema Banyamulenge. Sema jina hapo na Bafuliru waende kwa shtaki. Alors, sasa tuende na hili swala. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok. Like na follow na tuko kwanza kunapata haya matangazo kila wakati. Kuna habari kuhusiana na Donald Trump. Asubuhi tulitangaza hiyo. Naomba niweke hii audio ya Trump. Anasema kwamba yeye anajua Kongo vizuri. Anasema kwamba yeye alisaidia kumaliza vita ya Kongo na Rwanda. Kisha kuna ujumbe mwingine ambao usikilize kwanza, alafu nitakuja kuzungumzia huu, kwa sababu kuna watu ambao walitafsiri vibaya baada ya mimi kuwa nimeitangaza hii asubuhi. So nataka niwafafanue kitu kidogo tu hapa ambacho mtakielewa. Alors, que pouvons-nous faire pour aider les Congolais? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Il peut faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage. C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Le changement commence toujours de l'intérieur. Quand on parle de l'insécurité en République démocratique du Congo, on pointe presque toujours l'est du pays, les zones contrôlées par le M23. Oui, ce qui s'y passe est grave, dramatique, inacceptable. Mais dire la vérité, c'est reconnaître que les problèmes du Congo ne se limitent pas à l'est. Partout ailleurs, y compris dans les provinces gouvernées par le pouvoir central, le peuple souffre aussi. Il souffre de l'insécurité quotidienne, des détournements massifs des deniers publics, de l'absence de services sociaux de base, du non-paiement des agents de l'État,
de l'insalubrité, du manque d'hygiène, d'un environnement devenu invivable. Tout cela tue silencieusement. Ce sont des morts évitables, causées par la mauvaise gouvernance, par l'irresponsabilité, par l'impunité. Ces pratiques fragilisent moins le pays, freinent son développement et détruisent l'avenir de la jeunesse. Elles montrent surtout l'absence de politique publique forte, cohérente et tournée vers le bien-être du peuple congolais. Sasa habari yenye hiko hapa ni hivi. Unaona haya maneno ambayo yanasemekana hivi ya Donald Trump. Kuna kamati ya M23 na Rwanda, ni wataalamu sana wa masuala ya mitandao. Ni mahackers wazuri, pia wanatumia intelligence artificielle vizuri sana. Donc wanalipwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Wana desinformer vitu, wana deformer vitu, kisha wanavifanya, wanatengeneza ma fake news, kisha wanaifanya kuipublier juu wa Kongomani waone na walete tafsiri tofauti. Lakini mimi natumia fimbo hii kuwapigia. Sawa? Hii ambayo ni walisema hapa, mimi napigia. Ukiangalia page za M23 wana support hii message yenye ilitengenezwa hapa. Aseme Chirombo wanasikia sasa Ben Trump anasema, okay, twende. Katika hii message yenye wao wenyewe walitengeneza, wanaonesha kwamba Trump anasema juu ya kuweza restore amani, rushwa, mauvaise gouvernance, mambo mengi, inabidi raia iweze kusimama. Raia isimame itetee haki yao. Na endapo raia haitasimama kutetea haki yao mbele ya Umoja wa Mataifa, itakuwa ni kazi bure. Watakuwa wanasema tu hakuna kile kitafanyika. Alors, hii kuna maana gani? Tuko envahi na M23 ambao ni wa Pantin. Sawa? Ambayo ni mabido zenziko vide, amna mai ndani yake. Maître wa ni Paul Kagame yuko Rwanda. Anawatumia watu ambao wanajiita Wanyamulenge ambao ni wakimbizi kutoka Rwanda. Sasa kupitia hii message yao walitengeneza, ina maana kwamba serikali isimame. Yeyote ambaye anajua ni mkimbizi alitoka Rwanda na iko Mkongo ambaye leo anajiita Munyamulenge, wale wote ni wakukamata wote, kutia fasi moja na kuwarozesha, kuwaweka kwenye makambi ya wakimbizi. Hiyo ni moja. Ndio maana ya serikali ichukue responsibility. Leo tuende South Africa. Wakimbizi wote ambao walikimbia ndani ya South Africa kila mwaka wanasagwaka, kila mwaka kufanya msako kuwakamata. Kila mwaka. Achana na South Africa. Yeye mwenyewe Trump tu ambaye ametengenezwa hii hapa. Kila miezi 6 ni kuwasaka watu wakimbizi na wanawekwa ndani, wengine wanarudishwa makwao. So ile ni pointi moja ambayo serikali ilikumbushwa inatakiwa ifanye. Point ya pili, inabidi serikali ilete amani. Haiko tu fasi kwenye kuko serikali aseme ndio watu yuko na amani mzuri, hapana. Kwa maana hiyo serikali inatakiwa ipige M23. Ipige M23 iwatoe pale. Serikali hakuna negotiation na grupe ya terroristi. Unaona? Serikali hakuna kunegosie na terroristi. Serikali iko na uwezo wa kuingiza silaha za aina yoyote kutoka nchi yoyote. Serikali iko na uwezo wa kukolabo na nchi yoyote na ikaingiza wanajeshi wengi zaidi inavyoweza juu ya kuweza kurestore autorité de l'État mu ma province na ma territoire, ma village na ma entité zote za nchi. Rodriguez walitengeneza, walifikiria kwamba wakitengeneza hii namna hii ambavyo mulisikia ndio italeta tafsiri tofauti kwa Wakongole. Kuwaingiza Wakongomani kwamba waone kwamba kumbe ambacho tulifanya na Marekani haiko pamoja na sisi. Unaelewa hapo? Si unaeleweka? Voilà. Fimbo ambayo mtu alitegemea itampiga mwenzake inageuka inampiga yeye. Fimbo ya mnyonge. Ndio hii ambayo M23 wanatakiwa
waweze kutia mwakini. Hakuna kenye kitafanyika hapa kusema kwamba wao watakuwa ni watu wenye kuwa huru, wenye watatetewa, wenye watafanya nini. Inabidi sasa wapigwe, na ndio maana kwenye kitu ambacho walitengeneza kuiambia serikali ya Bwana Felix kuhusiana na masuala ya rushwa. Okay. Watu ambao wako ni makolabo wa M23 wako mguvernema. Wako wanakula rushwa vibaya mno. Détournement za deniers publics, ma projets zinashivi. Sawa? Haziko zinaisha. Hii ni kwa maana gani? Serikali iache kulalamika. Serikali iache kuwa lele mama. Serikali ni mkono wa chuma. Inabidi serikali ianze kuwakamata. Si ndio maana unaona tuko tunawakamata ba general, ba colonel, ba majoro wenye wanakolabore na M23. Ushele. Kwa hiyo tuingie mu system yenye M23 inataka tuingie ndani. Hii system, unaona? Hii system kamata. Leo Uvira tuko na kamata ba malfra, ba collaborateur ya M23. Unasikia nini kiko kinafanyika? Watu wako wanaanza kulalamika. Tulikuwa tunategemea kwamba hapa serikali ikishakuya tutaishi mzuri, lakini maarrestation zinakuwa za mingi, watu wanakamatwa bila hatia. Wenye walibakia Muvira wanashuhudia. Tuliona bakteria ya ma societe civile, ma mouvement mbalimbali ya raia, banafanya ni ba leader wa harakati ya kiraia wako na collaborer na M23. Na wengine mpaka maudio zao zilitokaga kwanza kusirikile kusema kwamba ewane serikali haina nguvu tena, haitapigana, ishaenda. Kwa hiyo sasa hapa mtu suple ni mtu yepeke. Tujiunge na watu. Ushelewa? Leo wanaanza kulia kwamba biko na kamato. Niko na barua ya vijana wa Kivira. Waliandika, nitaisoma. Aseme si Bavira tuko tunakamatwa, wanasema tulikolabore na M23. C'est vrai. Basi ni uongo. Hakuna uongo pa. Vijana wengi wa Kivira, wa Kifuliru, mule Muvira walikuwa na kolabore na M23. Na wanajulikana. Sasa mnataka wananiwaache, lazima watawakamata. Si ndo maana ya hii ambayo wazeni walitengeneza? Walitengeneza hii hapa kumpachika Trump maneno kwamba serikali ya Kongo iko faible juu ya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo inatakiwa isimame, ichukue majukumu, raia pia wasimame, watetea haki yao. Ndio hii hapa sasa. Okay, kwa hiyo yeyote mwenye anaenda kushoto kamata itie ndani. Mwenye anafanya bla bla kamata twanga ndani. Ndio hii kazi yenye iko inafanyika hapa sasa hivi. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya watu wa Uvira kwanza kulalamika juu ya kukamatwa. Yeyote mwenye iko nakamatwa ujue huyo kweli ni mshirika wa M23. Kama au kuwa na relation na M23 wataukamata mfaso gani? Tuambiane kweli. Wataukamataje? Huwezi ukamatwa. Unakamatwa kwa sababu ulikuwa huko na M23. Na ndani ya jiji la Uvira wako wengi, wanajulikana, walionekana wengi. Kwa hiyo nyinyi tulieni, sisi tunaencourage mzuri sana hii kamata misako iendelee kila nyumba, kila kona, kila mtaa. Msako uwe unafanyika. Na bila kupepesa macho ni mzuri kwanza kabla date ya expire. Maana date zina expire kabla shanga expiration ile. Hii hapa message ya bajene ya Kivira kutoka Uvira, jinsi wako wanalalamika, wanasema kwamba wako wanakamatwa ovyo ovyo, na hivyo mara kukimbia ni show ya mtu. Si hatukukimbiaka, tuliamua kuwakia tu hapa, lakini tunashangaa kuona wenye tuko tunategemea watatusaidia ndio biko na kia kutukamata vitu gani. Wewe iko hapa message. Hapa wanasema alerte de la Ligue des Indignés pour la citoyenneté responsable au gouvernement central, provincial et local sur les arrestations arbitraires, violations des droits à la population d'Uvira et surtout ceux-là qui n'ont pas fui. Vive l'unité de la population d'Uvira. Bon, tenez ça. Communiqué dénonciation sur les arrestations
de Bavira accusés de collaboration avec l'AFC M23 Uvira, Makobola, Kigongo, Kirungu, Kabungulu. Les Jebavi, Jeunes de Bavira, organisation non gouvernementale de défense des droits humains, Jebavi, ONGDH, porte la connaissance des autorités nationales et internationales ainsi qu'à l'opinion publique les faits suivants. L'arrivée du mouvement armé AFC M23 dans la ville d'Uvira, la population Bavira n'a pas présenté de civilité ni manifesté un quelconque rapprochement envers ce mouvement armé. Cette attitude relevait d'un choix civil et légitime de ne pas collaborer avec un groupe rebelle. Wanasema kwamba vijana wa Wavira wanalalamikia kuhusiana na mambo fulani haya hapa kwa jamii ya kimataifa, ya kitaifa na ya hapa pia, kwamba wakati M23 inaingia Uvira, sisi Wavira hatukuwa karibu wala hatukwenda kujipeleka kwa M23 kwa sababu ni marufuku kwa wananchi kushirikishwa katika mambo ya magaidi. Par la suite, lors de leur meeting public, les responsables de AFC M23 ont eux-mêmes déclaré que toute personne ou tout peuple d'Uvira qui ne s'approchait pas d'eux ou ne collaborait pas avec leur mouvement serait automatiquement considéré comme ennemi. Ase wakati M23 iliingia Uvira na kufanya mitingi yao, wakasema mtu yote mwenye hata kuwa karibu yao ama mwenye hata fanya kazi na wao watamkamata kama vile adui. Ces déclarations ont exposé la population civile, en particulier les Bavira, à des menaces et à des graves risques. Aujourd'hui, après les retraits de l'AFC M23 et la reprise de la ville par le gouvernement de la République démocratique du Congo, appuyé par les Wazalendo, les Jebavi ONGDH observent avec une profonde inquiétude l'arrestation de certains citoyens Bavira accusés de collaboration avec le M23 sur la base des listes non officielles diffusées sur les réseaux sociaux. Les Jebavi ONGDH tient à préciser que la recherche des personnes ayant réellement adhéré au groupe armé est une démarche importante et nécessaire que nous encourageons à condition qu'elle soit menée dans le respect de la loi. Wanasema kwamba wakati M23 ilitoka sasa, kwa kwanza wakati walisema vile wakaishi kwenye mashaka, lakini wakati M23 ilitoka na serikali kuingia, wanashangaa kuona serikali iko inakamata vijana wengi wa Kivira wakizingishwa kwamba walikuwa wanatumika na M23. Kwa hiyo sasa sisi tunasema hivi, kuwatafuta wote ambao walikuwa na adui ni jambo la kupongeza, lakini likuwe pia la kuheshimu pia sheria. Wanaendelea kusema toutefois arrêter et stigmatiser des citoyens sur la base des listes propagées sur les réseaux sociaux constitue une grave violation des droits humains. Il est injuste il est injuste et contradictoire d'accuser de collaboration une population qui n'a pas présenté des civilités au M23 et que les rebelles eux-mêmes ont qualifié ennemis pour refus de l'approchement. Wanasema ni jambo ambalo haliingiliki na liingie akilini kwa kwamba watu ambao hawakwenda kwa M23 na ambao walisadika kuwa ni maadui wa M23 leo hii waanze kukamatwa na vyombo vya ulinzi pamoja na usalama. Lakini niseme hivi, kulalamika hivi sio tatizo, sio shida. Shida ni kwamba unapotia ujumla kwamba sisi Wavira atuku, ni uongo. Kati yenu kuko wenye wali, na ndo wale ambao wali ndo wako wanakamatwa. Hata Wabembe pia ni hivyo hivyo. Kati ya Wabembe kuko wenye wali ndo wako wanakamatwa, kati ya Wafuliru ndo wenye wali. Kwa hiyo tuache vyombo vya ulinzi vifanye kazi yake. Mbona kuko maelfu ya watu Muvira? Ulisikia walikamata wangapi? Lakini ukiona wanakuchota kidole, ina maana kuko kenye ulifanya. Kwa hiyo tutulie, tuachie service zifanye kazi yake. Sange M23 inasemekana walitoka na sasa hivi Sange iko mu mikono salama FRDC na Wazalendo.
wanatakiwa kuingia Sange mapema mno ili kuevite pia yale ambayo yalitokea Uvira. Cette fois-ci il faut kwenda na maîtrise na kwenda na mikakati ambayo itakuwa iko thabiti ili kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa vizuri. Hilo ni jambo la maana sana. Na kutoka Sange itakuwa ni kupanda mpaka Luvungi kwenda huko, kwa sababu kuna vikao ambavyo vilifanyika juzi nafikiri Bukavu, na nilimwambia hivyo. Na katika hivyo vikao hii malangaje za M23 Mungu anasema, Mungu anasikia si ni kuavancer. No, kule ni kuishiwa nguvu. Wale wanaishiwa nguvu na wako sanse kutoka. Unaona? Makote za Malubero, sehemu mbalimbali kule Makanyabayonga wapi wameanza kutoa watu wao na wote wanawaleta Bukavu. Unaona? Kwa hiyo wameanza kutoka kwa mapozisio zao mbalimbali na mamilioni zinakuwa ziko zinabakia vide kwa sasa hivi. Kwa maana hiyo tuko na nafasi nzuri ya kusema kwamba serikali inakwenda kukontrole maeneo yote. Muda si mrefu watu wa Bukavu watakuwa libere. Tuliongea na mtu wetu wa Bukavu kuhusiana na Bukavu watu watakuwa tayari kupokea wazalendo na FRDC. Nilipata message na zote wanasema bwana, siku wataingia Bukavu kwanza huko wenye watakufa tu na furaha. Yani huko wenye watakufa tu na furaha tu. Juu watu wanasema kwamba tutasherekea mpaka basi. Hivi Uvira Bonane ndio inatarajiwa kuliwa. Sababu watu wakula Bonane. Uvira hivi wako wanapanga tarehe ya Bonane yenye tutakula Bonane sasa Uvira. Kisha Vendura sema bwana tupenda Uvira. Nani anapenda mwe babandi? Nani apende mishola samwe? Hakuna. Kwa hiyo ndo hivyo. Maire de la ville aliingia Uvira kuja kufanya constat, kuzunguruka, kuonana na watu mbalimbali, na alikutana pia na jamii ya wakimbizi ambao wanajiita Wanyamulenge, na wakazungumza nao, na wao pia waliweza kuonyesha ushirikiano na kuzungumzia hali ambayo ilitokea wenzao ambao walikimbia, ambao walibebwa kwa kinguvu na M23 na kwenda kuongea mambo yao ya ovyo kule. Ile haiwahusu, inawaangalia wao, na kama wanapenda kurudi warudi, waje waishi kama wengine. Sawa. Na kuishi Mkongo wanatakiwa wafuate taratibu, kanuni na sheria. Bien sûr, hao watu wakimbizi sio Wakongomani, hawana haki ya kuitwa Wakongomani, lakini wana haki ya kuishi Mkongo. Sawa? Mbona Mkongo tuko na makabila mingi, tuko na Watanzania. Tuko mpaka na Wabeleji sio kwa humu ndani. Na walizaliwa humu ndani, Mkongo si wapo ndani. Tupo na Wafaransa, Mkongo si wanaishi. Wa Marekani si wanaishi Mkongo. Warundi si wako ndani. Maelfu ya Warundi wako humu. Maelfu ya Warundi wanaishi Mkongo. Bien. Sasa nyinyi mtakimbia nini? Anaje kukimbia? Njooni tuishi wote kwa pamoja, lakini muishi mkiwa mnajua kwamba nyinyi ni watu wa aina gani. Ile tu. Tofauti na hivyo mtakuwa ni watu wa kusufiri kila siku mtalia. Historia yenu inajulikana gisi mlikuja. Na siku yenye Bafuliru bataporte plainte contre hii jina yao Banyamulenge, ndio siku hii mambo itageuka. Kwa hiyo jumuiya ya Wafuliru, sawa, jumuiya ya Wafuliru, nendeni mahakamani kwanza kupeleka kibarua cha kupinga jina Banyamulenge. Sema bwana, sisi kuna watu wameiba jina letu Banyamulenge, wakimbizi kutoka, na mlete mapreve zote kisi walikuja kutoka Rwanda, ba vita walikimbia. Ile itasaidia sana juu hawa jamaa ili jina wako naenda wanalikuza kila kukicha. Hawana hata aibu kwamba kujita Banyamulenge. Unaona? Kwa hiyo mkifanya hivyo, ili swali ni shaka liongelea tena. Mkifanya hivyo ndio itasaidia wananchi kuweza kurejea tena jina lao na kuendelea kuishi kama kawaida. Kitu tofauti na hivyo, kila siku tu itakuwa ni makelele. Makelele kila siku, makelele kila siku. Programu ya kufungua frontiere ya Uvira iko tayari, na nafikiri kinachosubiriwa tu hapa ni huo muda ufike na watu waanze kuingia kwenye shughuli zao za kila siku. Leo hii kama itaheshimika, ina maana
Wenyewe wataanza kuingia kwanza Uvira, tutakuwa ni watu wa ANRDGM pamoja na polisi juu ya kufanya evaluation ya security na mambo mengine. Kisha baadaye samedi kesho gouverneur na vice gouverneur wanaweza kuingia Uvira, na kesho yake lundi watu ambao wako mafamilia dake Burundi wanaweza kuingia pia Uvira, na kisha vendredi semaine prochaine watu wenye wako makambi wanaweza kuanza kurudia muvile ya Uvira, na kisha ingine lundi sasa ndo frontiere itafunguliwa rasmi. Hiyo ni ratiba ambayo nimeipata kutoka kwa ndani na taarifa za kufunguliwa kwa frontiere ya Kavimvira gisi itakavyokuwa. Hali ya usalama Uvira kwa sasa inaanza kurejea vizuri na watu wako nafanya shughuli zao. Wale magaidi ambao walibakia wa M23 wako nenda wanaokota moja, na tunamatumaini kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitafanya kazi kubwa na vitaokota na wataweka wote nguvuni. Kikubwa ni kuendelea kuweka ushirikiano na mshikamano kwa wazalendo FRDC. Kila mtu ajue role yake na afanye kile ambacho inatakiwa kufanya ili kuweza kumpatia adui haya. Aone kwamba kwenye aliingia sehemu ambako akuingilikagi ovyo ovyo. Tukifanya hivyo tutakuwa tunasaidia serikali kwa sehemu kubwa sana. Wazalendo waache ile mamichezo yao ya kutokuheshimia, kutokufuata konsigne. Acheni zile michezo, msiingie tena mtego wa adui. Nafikiri kwenye tulitoka ni mbali sana na mpaka hapa ambako tumefika tumepita changamoto nyingi sana. Ukimsikiza James Fyeka adui, jinsi James alikuwa anaongea kabla ya kuanguka kwa vile Uvira, na leo utaona kwamba kweli James Fyeka adui amekuwa ni kamanda wa vita sasa. Unaona? Amekuwa sasa kamanda wa vita James. Iko naongea maneno zimoya unawasema James sasa amekomaa. Ile mambo ya kigenerali ya kitoto wenyewe wa general wengi wanafanya wa kizalendo wenyewe hawajakomaa. Unajua ukiingia mshande bataye kupigana ile vita ya James alipigana Makobola. Unaona pale ndio James alipigana pale. Ndio aliingia kushande bataye. Mzee William Amuli kutumba pale. Makanaki wakina komanda Mika. Waulize wenye walikuwa Makobola ndio wakwambia pale nini kilipitikana. Ndio atakwambia kweli hapa ndio tulipigana. Ndio vita sasa hii tulifanya pale. Kwa hiyo ni hivyo. Tukutane majira ya saa 9 ambako tutakuwa tuna mengi. Bukavu M23 wanakuwa na mpango wa kuanza kuhuzisha maparsele za watu. Tutaongea Bukavu ile swala, niko na hizo taarifa kutoka Bukavu na mambo mengine. Nilipenda sana intervention ya Rubota vis-a-vis na Nyarugabo. Tutazungumza pia majira ya saa 9. Usikose kushare Baraka1 TV na pia kutumia Mwangaza TV. Bye bye.